Na mtazamaji wa Trend TV bwana, leo niko hapa kwa ajili ya kuletea update hii hapa, na hii leo bwana inahusiana na Davido. Kama unavyoelewa ni kwamba Davido bwana ni moja kati ya wasanii ambao wana mchango mkubwa sana katika industry ya muziki wa Bongo Flava hapa Tanzania, lakini pia vile inafahamika wazi dhahiri shahiri kwamba Davido bwana ni moja kati ya wasanii ambao wamechochea ukuaji wa muziki wa hapa Bongo. Nikisema hivyo bwana, namaanisha kwamba collaboration ya Davido na Diamond Platnumz ni moja kati ya nyimbo ambazo zimekuwa ni iconic, lakini pia vile ni nyimbo ambayo imebadilisha kabisa mwelekeo wa muziki wa Bongo Flava kimataifa zaidi. Kwa kifupi ni kwamba kipindi kile Diamond alivyotoa nyimbo ya My Number One, alafu Davido alivyokuja kwenye Fiesta baada ya kufanya remix ya nyimbo hiyo, ndiyo ngoma ambayo ilimfanya Diamond kujulikana Afrika nzima. Lakini pia vile kama unakumbuka vizuri, kipindi kile ni kwamba Davido alikuwa na hiti na nyimbo yake ya Skelewu, jambo ambalo kuja kufanya collab na Diamond likapelekea moja kwa moja kuwa na umaarufu Diamond kiurahisi kupitia ukubwa ambao alikuwa nao Davido by the time. Lakini pia baada ya hayo yote ambayo yametokea kwa kipindi kile ni kwamba Davido bwana akazidi kupata umaarufu, lakini pia Diamond Platnumz naye pia akaanza kuwa nominated katika baadhi ya tunzo kubwa kabisa hapa Afrika. Kama unakumbuka vizuri, nadhani utakuwa unaelewa kwamba Davido alikuwa nominated katika tunzo Diamond akaanza kuwa nominated, akaanza kupata collaboration kutoka kwa wasanii wengine huko Nigeria, Afrika Kusini na sehemu nyingine mbalimbali. Umeona bwana, kwa hiyo ni nyimbo moja tu ambayo ilibadilisha maisha au ilibadilisha taswira na mtazamo wa Diamond Platnumz kwa ujumla kwa hapa Afrika katika swala zima la industry ya muziki. Lakini pia baada ya hapo ni kwamba kukawa kuna chemistry kubwa sana kati yao. Kuna mambo mengine yakaja yakatokea, lakini at the end of the day ni kwamba Davido mwenyewe anajua kabisa kwamba ni moja kati ya vitu ambavyo vimechochea ukuaji wa muziki wa Bongo Flava kwa hapa Afrika nzima. Lakini pia vile Davido amekuwa na upendo, amekuwa akionyesha upendo kwa Watanzania, na Watanzania wengi sana wamekuwa wakimsupport Davido to the maximum kwa sababu wana mapenzi naye, kutokana na kwamba inafahamika kabisa kwamba wabongo wote wanafahamu kabisa mchango wa Davido katika industry, na hivyo basi wamekuwa wakimsupport kwa muda mrefu sana, na yeye mwenyewe pia amekuwa akijua hilo, na hata katika baadhi ya nyimbo huaga anapenda sana kuimba Tanzania, lakini pia akipata fursa moja kwa moja kuja kuperform hapa Bongo, huaga Davido wala apepesi macho, lazima aje kuperform. So hivi karibuni Davido bwana ametua Tanzania kwa lengo la kuja kuperform, na ni moja kati ya performance ambazo zimemake headline to the maximum huko mitandaoni. Bei ya viingilio ilikuwa ni kubwa kweli, lakini still ni kwamba Watanzania waliamua kulipia ili mradi tu kuonyesha support kwake Davido. Kwa hiyo ni moja kati ya show ambazo kiukweli ilikuwa ni show ya kipekee, maana Davido bwana alipokuja kuperform viingilio vilikuwa ni vya hali ya juu, lakini still Watanzania wengi sana wamejitokeza katika show yake. Sasa kutokana na mwitikio huo ambao Davido ameupata hapa Tanzania, kuna matukio mengine mengi sana ambayo yamejitokeza, na tuko hapa kwa ajili ya kudadavua moja baada ya lingine kuhusiana na matukio yote ambayo yametokea katika usiku ambao Davido alivyotua Tanzania na kufanya show. Lakini pia kikubwa zaidi ni kwamba Davido bwana alivyokuja Bongo bwana amekuwa kidogo na utofauti ukilinganisha na wasanii wengine ambao wameshaikuja hapa Tanzania kuperform kutoka Nigeria kwa mfano. Nadhani utakuwa unakumbuka kwamba discipline ya Kizz Daniel haikuwa nzuri, kwani alivyokuja kuperform bwana alichelewa kwenye show na akasusa. And then pia vile kama unakumbuka vizuri, Rema naye pia alivyokuja bwana alionyesha nyodo fulani hivi, na watu wengi sana walionyesha wazi kwamba hakuridhishwa na the way ambavyo Rema alivyokuja Tanzania. Lakini kwa upande wa Davido hakuna complain kama hizo. Ni kwamba kila mtu amekuwa sana akichangia mada kwamba Watanzania, wasanii wa Kitanzania wana vitu vingi sana vya kujifunza kutoka kwake Davido, kutokana na the way ambavyo alivyoonyesha ile professionalism katika swala zima la kazi yake hapa Tanzania wakati amekuja kwa ajili ya kuperform. So hivyo ndivyo mambo yalivyo, lakini moja kati ya vitu ambavyo vimeweka headline huko mtandaoni kumhusu Davido bwana mtazamaji wa Trend TV ni pamoja na hili hapa ambalo nataka nilizungumze hapa kama ifuatavyo.
Naam, bwana, moja kati ya vitu ambavyo vimeshuhudiwa katika show ya Davido ni swala zima la nguo ambayo alikuwa ameivaa. Bwana, nguo ambayo ameivaa Davido bwana ilikuwa ina baadhi ya vitu ambavyo kiukweli vimekuwa na details nyingi sana ambazo wadau mbalimbali nadhani walikuwa hawazijui, lakini tuko hapa kwa ajili ya kuchambua na kukupa full story kuhusiana na swala zima la vazi ambalo Davido amelivaa. Au bwana, ni kwamba kama ulikuwa hujui bwana, ni kwamba hili vazi ambalo Davido amelivaa limekuwa designed na designer wa Davido akiwa ameshirikiana na designer wa hapa Tanzania. Kuna kijana bwana ambaye anachipukia katika upande wa fashion ambaye ndiye aliyehusika katika swala zima la kudesign vazi hilo la Davido, na ameenda kununua nguo. Yani huyu Davido alipofika tu Tanzania alifika na designer wake. Designer wake ikabidi aende akakutana na designer wa Tanzania, wakaenda Kariakoo, wakanunua nguo, wakashona, wakazidesign, then wakamletea Davido akavaa kama unavyoona hapo katika hiyo show. Kwa hiyo kama umeona baadhi ya details za Kitanzania kama hilo shuka la Kimasai ambayo ndo ameshonewa kaptura, nembo ya taifa iliyoonekana katika shati lake, ni designer. Hizo ni details ambazo ameziongezea designer kutoka hapa Tanzania. Kwa hiyo full detail bwana, unaambiwa kwamba miongoni mwa vivutio vikubwa kwenye show ya Davido aliyoifanya usiku wa kuamkia leo ni namna ambavyo alivyokuwa amevaa bukta ambayo ilitengenezwa kwa shuka la Kimasai, lakini pia vile sambamba na shati lenye neno 5 nyuma pamoja na nembo ya taifa, vazi lililobeba utambulisho wa Tanzania kwa kiwango cha juu. Ubunifu huu umefanywa na Holly Andro ambaye yeye ni designer wa Davido, ambaye hasa kwenye mavazi ya asili cultural outfits. Alejandro ana asili ya uraia pacha kutoka Sierra Leone na Liberia, huku kazi zake nyingi zikiwa zimejikita zaidi huko Marekani. Mbali na Davido, Alejandro bwana amewahi pia vile kuvalisha mastaa wengine wakubwa kutoka Nigeria kama vile CK Cryon na wengine wengi zaidi. Kwa vazi la Davido akiwa Tanzania, alishirikiana kwa ukaribu na mbunifu kutoka ndani ya nchi ya Tanzania, na hata alikuja Tanzania siku kadhaa kabla ya show kwa ajili ya kuingia sokoni yeye mwenyewe binafsi kutafuta material, ndipo ubunifu huu wa kipekee ukakamilika. Matokeo yake bwana ndio hayo tuliyoyaona jukwani. Utamaduni, ubunifu na heshima kwa nchi vikawa vimezingatiwa katika kitu kimoja. Lakini pia vile hapa wakasema kwamba bwana, shati la Davido ukiliangalia kwa karibu kabisa lina maelezo matatu muhimu. Amevaa nembo ya Tanzania, coat of arms, lakini ikiwa inamaanisha yuko ndani ya ardhi ya Tanzania. Pili, nyuma ameandika neno 5 ambalo neno hili ni kama vile ishara ya 5 Alive Tour, ambapo kwa Kiswahili yani ni 5 yani 5. Umeona bwana. Lakini pia vile kuna tarakimu 3001 ambayo pia ni Davido huaga anaitumia mara kwa mara. Kwa hiyo huo ni ubunifu wa designer wake, na designer kutoka Tanzania wamemtengenezea hiyo nguo kali kabisa.